Rais wa Israel Isaac Herzog amelalamika juu ya kile kinachofanywa na waziri wake mkuu Benjamin Netanyahu kwamba nchi imepoteza mwelekeo juu ya kufuatilia mateka na kuingia katika vita. Rais Isaac Herzog amelalamika huku akisema umakini wa umma unaonyesha kuelekea hatua za kutatanisha zilizochukuliwa na serikali wiki iliyopita. Nimeshtushwa sana jinsi ghafla suala la mateka halipo tena juu ya orodha ya vipaumbele vya juu vya watu wa Israel. Hii inawezaje kuwa hivyo? Alisema akizungumza katika mkutano wa kwanza wa kimataifa wa idara ya urekebishaji wa Wizara ya Ulinzi katika chuo kikuu cha Tel Aviv. Anasema lazima kwa wakati huu wote tuweze kuguswa kama taifa na bila shaka kama mfumo unaoongoza na kila kitu kinachohusiana na kuwaleta mateka nyumbani hadi mwisho. Herzog pia alisema kuwa sheria kwa sasa haitoi usaidizi wa kutosha kwa mateka walioachiliwa huru na familia zao. Serikali inaendeleza sheria ya kupanua manufaa kwa mateka waliotekwa nyara mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 na wamerejea kutoka utekwani. Hatua za serikali kumfukuza kazi mkuu wa shirika la usalama la Shin Bet Ronen Bar na mwanasheria mkuu Gali Bahvar Miara zimetawala mzunguko wa habari na zimeonekana kuvutia hisia nyingi za umma katika wiki iliyopita na kusababisha maandamano katika maeneo mbalimbali huko nchini Israel. Baraza la mawaziri limekubali juu ya mpango wa kuachilia mateka 59 ambao bado wanashikiliwa katika ukanda wa Gaza, ikiwa ni pamoja na miili ya angalau 35 iliyothibitishwa kuuawa na IDF, ambapo wanaharakati pia wameelekeza nguvu zao kupinga kufutwa kwa Bar na Bahvar Miara na majaribio ya serikali ya kufufua mpango wake wa kimahakama. Serikali ya Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, ambayo imeamua kufanya mabadiliko katika kumuondoa mkuu wa Shin Bet, lakini pia kumuondoa mwanasheria mkuu ambaye alikuwa akimtetea bwana Bar. Wakati huu wamekuja na njia nyingine ambayo watu wa Israel wamekuwa hawaielewi. Watu wa Israel wamekuwa kiandamana kwa kile ambacho Rais Herzog amesema ni kupambana na Hamas bila sababu ya msingi, ambapo wangeweza kufanya mazungumzo na kuweza kuwarejesha mateka waliosalia, ambacho ndio kilio cha wengi ndani ya Israel. Hamas iliwachilia huru mateka 30, raia 20 wa Israel, wanajeshi 5 na raia 5 wa Thailand, na miili ya mateka 8 wa Israel wameuawa wakati wa usitishaji mapigano kati ya mwezi Januari hadi mwezi Machi. Hata hivyo, hatua ya pili ya kusitishwa mapigano ambayo ilipangwa na ilikubaliwa mwezi Januari ilikusudiwa kuachilia mateka 24 walio hai, lakini ilisambaratika baada ya hatua yake ya kwanza, huku Israel ikianzisha upya mapigano huko Gaza. Kundi la Hamas lilikuwa tayari limewachilia huru raia 105 wakati wa mapatano ya wiki moja mwishoni mwa Novemba mwaka 2023, na mateka 4 waliachiliwa kabla ya ripoti katika wiki za mwanzo. Mateka 8 wameokolewa kutoka utumwani na wanajeshi wakiwa hai, na miili ya watu 41 pia imepatikana, wakiwemo 3 waliouawa kimakosa na jeshi la Israel walipokuwa wakijaribu kuwatoroka watekaji wao, na mwili wa mwanajeshi aliyeuawa mwaka 2014. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Lakini kimsingi ni kile ambacho kinatokea katika utawala wa Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, na inaonekana hata rais wake bwana Isaac Herzog hapendezwi na jinsi utawala huo unavyoendesha serikali. Endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi.